Bwana, klabu ya Young Africans wamejua kuwanyamazisha wale mashabiki na wapenzi wa mpira ambao walikuwa wakiona kama klabu ya Young Africans kwenye kundi hili huenda lingekuwa gumu sana kwa upande wao kulingana na aina ya timu ambazo wanakutana nazo ama wamepangwa nazo kunako kundi hilo, ambapo ni kunako kundi B. Na klabu ya Young Africans bana walikuwa wana mchezo wao wa kwanza kabisa kunako michuano hiyo ya CAF Champions League, mchezo wa kwanza kabisa ambao umechezwa pale visiwani Zanzibar kunako dimba la New Amani Complex pale visiwani Zanzibar. Na Young Africans wamefanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 1-0, bao ambalo limeweza kuwekwa kimiani na Prince Dube Mpumelelo akipokea pasi safi kabisa kutoka kwa kiungo wa shoka Mudathir Yahya Basi. Na ukiangalia mchezo ambavyo jinsi ulivyokuwa, Young Africans waliweza kudominate mchezo kwa asilimia kubwa sana, tofauti na watu ambao walikuwa wakidhania. Na Young Africans mpaka hivi sasa mara baada ya kuweza kupata ushindi huo moja kwa moja wamefanikiwa kukusanya alama 3 na wanaenda kusimama katika nafasi ya kwanza kabisa kunako msimamo wa kundi B, ambapo tunajua klabu ya Young Africans wapo na klabu ya Al Ahly kutokea kule nchini Misri kwa maana ya Egypt, lakini pia USA Kabili kutokea kule kutokea kule Algeria, lakini pamoja na FAR Rabat ambapo leo hii bana wamepokea kipondo kutoka kunako klabu ya Young Africans. Young Africans bana jambo ambalo limeweza kuwafanya kuweza kudominate mchezo ni mara baada ya kuweza kumiliki ama kuwazidi wale viungo wa klabu ya FAR Rabat. Ukiangalia kwa upande wa Young Africans walianza na Mudathir Yahya Basi pamoja na Duke Abuya, raia wa Kenya. Huyu miongoni mwa viungo ambao hawaimbwi lakini wanafanya kazi kubwa sana wakiwa katikati ya dimba. Bwana, kiungo cha Young Africans kilikuwa vizuri sana, na kama isingekuwa uimara wa golikipa wa klabu ya FAR Rabat huenda Young Africans ungepata zaidi ya mabao 2, lakini pia lazima umsifie golikipa wa klabu ya FAR Rabat ambaye aliweza kuokoa michomo zaidi ya 5. Kwa mfano kuna chance moja ambayo alipata Prince Mpumelelo Dube yeye pamoja na golikipa, lakini kipa yule akafanikiwa kuicheza. Unaona namna gani basi Young Africans walifanikiwa kuweza kumiliki mchezo huu wa leo, mchezo ambao ulikuwa na pressure kubwa, kwa sababu tunajua klabu ya Young Africans kwa siku za hivi karibuni haijawa na performance nzuri sana mpaka ikapelekea kuweza kumfukuza aliyekuwa kocha wao raia pale nchini Afrika ya Kusini Romain Folz na kuweza kumleta kocha huyu mwingine kutokea kule ambaye alikuwa ni kocha wa timu ya taifa ya pale Angola. Ni raia wa Ureno huyu, miongoni mwa makocha ambao wana profile kubwa, lakini pia ni miongoni mwa makocha ambao wanasifika kwa mpira safi pamoja na mpira wa kushambulia muda wote. Kama ulitazama game ya leo utakubaliana na mimi kwamba Young Africans kwenye mchezo huu wa leo ilikuwa ni timu ya tofauti kabisa na ile ambayo tumezoea. Young Africans wanacheza kwa timu yake, kwa maana kila mchezaji anamwaga jasho kiwanjani. Kila mchezaji unaona kabisa anaipambania timu kwa asilimia 100, jambo ambalo kwa siku za hivi karibuni lilikuwa linakosekana kabisa kunako klabu hiyo ya Young Africans. Lakini pia jambo lingine lilikuwa ni fitness, kwa maana ya fiziki ya wachezaji wa Young Africans ilikuwa imepungua kwa kiasi fulani, jambo ambalo pia lilikuwa linafanya klabu hiyo kuweza kushindwa kabisa kufanya vyema katika michezo ambayo walikuwa wakicheza. Japokuwa walikuwa wanapata matokeo, lakini mashabiki na wapenzi wa klabu hiyo walikuwa hawaridhishwi na aina ya uchezaji ambao klabu hiyo ya Young Africans ilikuwa ikicheza. Licha ya kuwa ilikuwa inapata ushindi, lakini kuna namna fulani wapenzi wa klabu hiyo wamezoea klabu yao inashinda, lakini pia inakuwa inacheza mpira mkubwa na mpira wa kuvutia, na mpira huo bana umeonekana leo. Klabu ya Young Africans wamefanya vyema kweli kweli. Lakini pia kuna issue nyingine, kuna goli ambalo klabu ya FAR Rabat waliweza kufunga leo hii na lakini mwamuzi akaweza kukataa goli lile na kusema kwamba ni offside. Ukiangalia goli lile
kama ukiangalia marudio lilikuwa ni goli halali kabisa, lakini unaweza ukasema kwamba ni makosa tu madogo ya kiuchezaji, kwa maana pia tunakumbuka Young Africans pia walishawahi kunyimwa goli halali ambapo walikuwa wakicheza dhidi ya Mamelodi Sundowns, na huenda maybe klabu hiyo ya Young Africans wangeweza kutinga katika hatua ya nusu finali, goli ambalo lilifungwa na Stephane Aziz Ki kule nchini Afrika ya Kusini, lakini goli lile likakataliwa na mwamuzi akalikataa, akasema sio goli, lakini kwenye marudio lilikuwa ni goli halali kabisa. Kwa hiyo ni makosa tu ya waamuzi ambao unaweza kusema hivyo yanatokea. Kwa hiyo Young Africans licha kuweza kuruhusu goli hilo na kuweza kukataliwa, lakini walistahili kupata ushindi ambao wameupata leo, kwa sababu ni nafasi nyingi sana ambazo wamezitengeneza, lakini kutokana na uimara wa golikipa wa FAR Rabat unaweza ukasema wakafanya klabu hiyo kushindwa kupachika mabao mengi zaidi. Lakini cha msingi sasa kwa ambao wanaendelea kuifuatilia Mlacha Media, kama bado hujasubscribe, bado una nafasi ya kuweza kusubscribe. Njia ni rahisi tu, kwa upande wako kulia hapo kuna maandishi yaliyoandikwa subscribe. Ukishabonyeza tu moja kwa moja unakuwa umefanikiwa kujiunga na familia hii ya kimichezo, ama unaweza kuona alama ya kengele, ukishabonyeza tu moja kwa moja unakuwa umefanikiwa kujiunga na familia hii ya kimichezo. Kama kaida, kazi yetu si ni moja, kuhakikisha zile taarifa zote za michezo ambazo zinaendelea kujiri kunako pande tofauti tofauti tunakuwa tunakuletea hapa, na unakuwa unazipata kwa uzuri zaidi. Mpaka hivi sasa Young Africans wanaendelea kuongoza kundi hilo, kundi B, lakini hapo baadaye klabu ya Al Ahly watakuwa wakishuka dimbani wakiwakaribisha USL Kabili kutokea kule nchini Algeria. Bwana, mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, lakini cha msingi endelea kuifuatilia Mlacha Media ili uendelee kupata zile taarifa zote za kimichezo ambazo